Mheshimiwa mgeni rasmi, leo katika wiki mbili zilizopita tumekuwa na shamra ya kusherehekea uzalishaji wa viwanda vya Azania Group kufika miaka 25. Leo ni kilele chake. Katika shamra hizo tumekuwa tukifanya mambo mengi ya kijamii, na leo wakati tunahitimisha, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kukubali kuja kuungana na sisi kutuongoza katika shughuli hii muhimu sana kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunaingia tumekupa maelezo ya tulikotoka na sehemu kidogo ya tulipo, na tunapokwenda tutapata nafasi ya kusikia kutoka kwa CEO wetu Mr. Ahmed. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunapoangalia miaka 25 iliyopita, hatutapimwa kwa ukubwa wa viwanda vyetu, hatutapimwa kwa idadi ya bidhaa zetu, tutapimwa kwa swali moja: tumechangia nini kwa taifa hili? Tumechangia nini katika kuwaweka Watanzania kazini? Tunajivunia kwamba kupitia uwekezaji wetu tumezalisha maelfu ya ajira kwa Watanzania. Tumetengeneza ajira za moja kwa moja kwa Watanzania zaidi ya 1600. Tumetoa fursa ya Watanzania kujiajiri kupitia uuzaji wa bidhaa zetu nchi nzima, zaidi ya watu 3.5 milioni. Azania Group ni imani kwamba Mtanzania anaweza kujenga bidhaa zinazoshindana na bidhaa yoyote duniani. Sasa kilichopo ni kwamba kwa mtu ambaye hajui vision ambayo iko na mtu fulani, ni rahisi sana kuiharibu vision kwa kuwa haelewi destiny ya hiyo vision. Leo hii mwanzilishi mkubwa kabisa wa Azania amesababisha kukawa kuna watu wanaopata mishahara zaidi ya 650 kwenye kampuni hiyo. Leo tunasherehekea uwezo wa Mtanzania, tunasherehekea nguvu ya uwekezaji wa ndani, tunasherehekea ubunifu wa wafanyabiashara wetu, na tunasherehekea mchango wa sekta binafsi katika kujenga uchumi wa taifa letu. Niwapongeze kwa sababu tangu 1994 mmeendelea kuwekeza mfululizo, uendelevu na umadhubuti wa uwekezaji wenu ni jambo tunalojivunia sana. Niwapongeze sana. Mabibi na mabwana, tupige makofi. Hii ndio nembo tunayoizindua siku ya leo, miaka 25 ya Azania Group of Companies.